Wewe unayenifuata saa hii popote pale ulipo, nadhani ni mzima wa afya. Baraka na amani iwe juu yako. Wanapenda kusema kwamba muda ukienda haurudi. Usipotumia muda ukiwa kijana, usipotumia muda wako vizuri, muda wenyewe utakutumikisha vibaya ukiwa mzee. Sasa hapa duniani sisi sote wanadamu tumepewa muda, kwa siku tumepewa masaa 24. Na unakuta kila mtu yeyote anatumikisha kijake. Unakuta wanaopoteza bure, unakuta wanaowatumikisha vizuri. Kwa hiyo unakuta wale ambao wametumikisha vizuri wanafanya vitu vingi, wanatumikisha vibaya wanafanya vitu vichache. Kwa hiyo nataka nikuonyeshe umuhimu wa muda uliotumiwa vizuri. Sasa muda ukitumiwa vizuri una muhimu mkubwa sana. Kitu cha kwanza, muda husaidia kufanikisha malengo. Sasa ukipanga muda wako vizuri, ni rahisi sana kufikia malengo yako ya maisha. Kitu cha pili, huongeza nidhamu ya kibinafsi. Maana kutunza muda vizuri, kujenga tabia ya kuwajibika na kuona kitu ambacho kinaweza kuweka kipaumbele, kitu ambacho kinatangulia kingine na kile ambacho kitakuja kwa mara ya mwisho. Kwa hiyo inakufanya uwe makini sana. Kitu cha tatu, muda huleta mafanikio kazini. Wanaotunza muda vizuri hufanya kazi kwa ufanisi na kupata matokeo vizuri. Kitu cha nne, hupunguza msongo wa mawazo. Sasa aswa kuepuka haraka na pressure zisizo za lazima. Kwa kuwa ukipanga muda wako vizuri, ukipanga muda vibaya, unakuta unachanga mambo, unafanya hiki kwa muda huu, unachangana kingine wakati bado kingine hakijaisha, ukakuta unachanganya vitu. Kwa hiyo ukakuta unakuwa na pressure, unakuwa na mawazo yasiyotakiwa, ukakuta mtu amechanganyikiwa sana. Nakwambia utazeeka mapema. Lakini ukipanga muda wako vizuri, ukajua kuanzia saa hii nafanya hiki, kuanzia saa hii mpaka saa hii nafanya hiki, hapo utakuwa unajiepusha na pressure. Kitu cha tano, hujenga heshima na kuaminika. Mtu ambaye anapanga muda wake vizuri nakuta anaheshimiwa sana na anaaminiwa sana. Kwa kuwa mnapoahidiana kitu, unahakikisha kwamba lazima akifikishe. Kwa kuwa anapanga, akasema mimi baada ya vitu zangu, baada ya kumaliza shughuli zangu, nitaenda katika shughuli ya yule. Ukakuta sasa anaheshimiwa na wanamwamini na kuwa mwaminifu sana. Kitu cha sita, husaidia kufanya maamuzi sahihi. Sasa unapotumia muda wako vizuri, unafikiri kabla ya kuamua na unazuia makosa. Unaanza kufikiri kwanza, unajipa muda wa kufikiri, ukaangalia riski za kitu hicho, na ukaangalia makosa unaweza kufanya, na ukaangalia vipingamizi. Kwa hiyo ukakuta umechukua maamuzi yanayotosheleza. Kitu cha saba, kutoa nafasi ya kujifunza na kukua. Panga muda wako wa kujisomea na kujiboresha, unakuwa kiakili na kitaaluma. Unakuta yale mambo yote ambayo unafanya
kwa ufanisi, vitu vyako vinafanywa kwa ufundi mbalimbali. Utakuta vitu vilivyozidumbukiza ni vitu vilivyoandaliwa, na ndio maana nakuta watu wengi hasa matajiri, nakuta kila kitu ambacho wanalenga ni hela tu. Wanasahau ya kwamba kuna vitu vingine ambavyo vinahitajika, ikiwemo afya nzuri, kufanya mazoezi ya kimwili, ikiwemo familia yake, kuongea na familia, kucheza na watoto wake na mkeo, au kuomba Mungu. Unaona, ukakuta sasa wanatumia muda wake wote katika pesa tu. Kitu cha 8, huimarisha mahusiano. Sasa kutenga muda kwa familia na marafiki najenga upendo na mshikamano, na pia unaweza kuwa na miadi na mtu fulani. Acha tuseme wale watu ambao wanapendana, hasa unakuta anamwambia wewe tutakutana saa 9. Ukakuta anaenda kachunga akasubiri pale ambapo wale wadiana watakutania, akasubiri mpaka saa 11 bila yule mtu kuja. Lakini sivyo, wangekutania muda ule ile pasije kuwa mtu ambaye analalamika ama akuwa na huzuni eti amenidanganya, mambo kama hayo. Ya 9, huongeza tija. Hapo nikisema tija, hapo naongelea productivity. Matumizi mazuri ya muda yanaleta matokeo mengi kwa muda mfupi, na hili ni la muhimu sana. Kuna sheria ambayo inasema hivi: utumike muda mfupi na uingize zaidi. Watu wengi unakuta wanatumia muda mrefu na wanaingiza vitu vichache. Inabidi sasa utumie muda mfupi na uingize vitu vingi. Na kwa hiyo baada ya kusikiliza somo hili, uweze kugeuza uone ya kwamba muda una thamani sana, na unajua kwamba Waingereza wanasema hivi, time is money. Sasa ukiwa na muda tosherevu ni sawa na kuwa na hela, lakini kwa yule mtu ambaye anajua kutumia vizuri, jue haya. Kama sasa wewe ni mara kwanza kutusikia, tafadhali weke subscribe, like, share na comment. Asante.